Kwenye ulimwengu wa pesa, mara nyingi tunadhani kwamba watu matajiri wana akili sana au wana siri kubwa za kiuchumi, lakini ukweli ni kwamba unaweza kuwa msomi mkubwa mwenye PhD, lakini ukashindwa kusimamia pesa zako na ukafirisika. Wakati huo mfanyakazi wa kawaida kabisa, msafisha vyoo au mlinzi au mama ntilie, anaweka akiba kidogo kidogo kila mwezi, anaweza kustaafu akiwa milionea. Kwa nini? Kwa sababu pesa ni somo la kisaikolojia, si somo la hisabati. Hata hivyo, masomo makubwa unapaswa kuyajua kuanzia sasa. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Ni mimi Daudi Michael Mwaluko nikikuletea makala haya. Namba 1, hakuna mtu aliyewahi kuwa na wazo la kijinga. Kila mtu ana mtazamo wake kuhusu pesa kulingana na mazingira aliyokulia nayo, kizazi chake na uzoefu wa maisha yake. Mtu aliyekulia kwenye kipindi cha mfumuko mkubwa wa bei anaangalia uwekezaji tofauti kabisa na mtu aliyekulia kwenye uchumi thabiti. Huwezi kumwelewa mtu aliyetumia pesa zake zote za wiki kununua tiketi ya bahati nasibu mpaka uelewe hisia ya mtu ambaye hana matumaini mengine yoyote ya kupata pesa za haraka. Somo: usihukumu maamuzi ya kifedha ya mtu kwa kutumia miwani yako. Kila mtu anajaribu kufanya maamuzi yanayoleta maana kulingana na uzoefu wake wa maisha. 2. Bahati na riziki. Bahati na riziki ni mapacha. Zote mbili ni nguvu zilizoko nje ya uwezo wako, lakini zina mchango mkubwa sana kwenye mafanikio au kufeli kwako kuliko unavyofikiria. Ukipata mafanikio, tambua kuna asilimia ya bahati ilihusika, kuzaliwa wakati sahihi, nchi sahihi au kukutana na watu sahihi. Mambo yakiharibika, tambua kuwa kuna asilimia riski ilihusika, na haimaanishi wewe ni mjinga au maamuzi yako yalikuwa mabaya kwa 100%. Somo: kuwa mnyenyekevu wa mambo yanapoenda vizuri, au uwe na huruma na nafsi yako na mambo yanapoharibika. Weka nguvu zako kwenye vitu unavyoweza kuvidhibiti. 3. Ujua wakati wa kusema inatosha. Kosa kubwa la mwanadamu ni kusogeza milingoti ya magoli. Ukipata 100,000 utatamani milioni 1. Ukipata milioni 10 utatamani milioni 100. Shida inakuja pale hamu yako ya kupata zaidi inapozidi uwezo wako wa kuzuia tamaa. Hakuna sababu ya kuharakisha kitu ulichonacho au unachokihitaji ili kupata kitu usichokuwa nacho na usichokihitaji. Watu wengi wanapoteza heshima zao, familia zao na uhuru wao kwa sababu tu ya kukosa breki ya tamaa. 4. Siri ya mchanganyiko wa faida. Siri kubwa ya utajiri wa Mo si kwamba yeye mwekezaji mzuri tu, bali ni kwamba amekuwa mwekezaji kwa muda mrefu sana. Somo: muda ndio silaha kubwa zaidi kwenye uwekezaji. Sio lazima uwe wa faida kubwa sana kwa mkupuo. Huwa na faida ya kawaida, lakini muda mrefu ndio siri ya mafanikio makubwa. 5. Kupata utajiri zidi ya kubaki na utajiri. Kupata pesa kunahitaji kuchukua riski, kuwa na shauku na kujitokeza mbele, lakini kubaki na pesa kunahitaji kitu tofauti kabisa. 6. Uhuru ndio thamani kubwa zaidi ya pesa. Thamani kubwa zaidi ya pesa sio uwezo wa kununua vitu vya kifahari, magari makubwa au nyumba za kifahari. Thamani halisi ya pesa ni uhuru, uwezo wa kuamka asubuhi na kufanya unachotaka na yule unayemtaka kwa muda unaotaka wewe. Uwezo wa kuacha kazi inayokunyonya furaha yako bila kuwa na wasiwasi wa kodi nyumbani ya miezi 6 ijayo. Uhuru huu unaleta furaha ya kweli ya maisha, sio vitu vya kidunia. Hitimisho: kanuni ya dhahabu. Mwisho wa siku, saikolojia ya fedha inasema wewe ni binadamu, sio mashine. Unafanya maamuzi ya kifedha. Usitafute tu maamuzi ambayo yana mantiki ya kihisabati, bali tafuta maamuzi yanayokupa amani ya nafsi. Ukilala usiku ukiwa na amani,
na uwekezaji wako au akiba yako, hiyo ndio saikolojia sahihi ya fedha kwako.